Dhoruba tena ni dhoruba kali sana, ambao wakati mwingine inaweza ikatishia uwezekano wa meli kufika nchi kavu. Lakini ukweli ni kwamba meli imeundwa kutembea katika maji. Kwa sababu ya dhoruba haiwezi kaamua kwenda kupaki nchi kavu. Hapana, inatakiwa itafute namna ya kupita katika mawimbi ili kuweza kufika salama. Wakati mwingine inawezekana maji yakaanza kuingia kabisa katika meli husika. Lakini kazi ya manahodha na wataalamu wa majini ni kuhakikisha kwamba meli inafika nchi kavu salama. Maisha ndivyo yalivyo. Sio kila wakati utapita katika bahari ya utulivu. Kuna wakati utakutana na dhoruba. Dhoruba hiyo unaweza kukutana nayo kazini kwako, kati yako na bosi wako. Dhoruba inaweza kuwa kati yako wewe na wazazi wako. Dhoruba inaweza kuwa katika biashara, changamoto ulizokuwa nazo kati yako na wateja. Dhoruba inaweza kuwa katika mahusiano ulionayo, pengine mume wako au mke wako au mpenzi wako pia. Kitu muhimu zaidi kwenye maisha ni kuhakikisha kwamba katikati ya dhoruba bado unazidi kuendelea kusonga mbele. Watu wengi sana kwa sababu ya dhoruba walizokutana nazo wamejikuta wamedumaa, au wengine wamerudi nyuma, au wengine wamepoteza kabisa mwelekeo. Mambo manne ya kuyakumbuka kila wakati unapokutana na dhoruba kwenye maisha yako. Cha kwanza, dhoruba inaweza kuchelewa kuisha, ila muda unakwenda. Yaani iko hivi, huwezi kaamua dhoruba ishe lini, kwa sababu wakati mwingine sio wewe unasababisha dhoruba. Dhoruba inasababishwa na hali ya hewa. Kuna watu wanaokusababishia dhoruba kwa makusudi, kuna wengine kwa kutokujua. Sasa huwezi ukasema maisha yangu yataendelea baada ya dhoruba kuisha. No, kuna vitu inabidi viendelee kufanya kwa sababu muda hukusubiri. Kwa hiyo lazima ujifunze kupiga hatua katikati ya dhoruba. Ni kweli leo uko kwenye dhoruba ya kikazi, uko kwenye dhoruba ya kifedha, uko kwenye dhoruba ya kimahusiano. Ushauri wangu ni kwamba ukisema usubiri mpaka dhoruba uishe, unaweza usijue itaisha lini, maana yake utasubiri miaka mingapi. Ndio unakuta mtu anakaa katika hali moja kwa muda mrefu bila kuchukua hatua. Vitu vimemtokea miaka 10, miaka 20 iliyopita mpaka leo hajafanya hatua yoyote. Siku zote kumbuka, you need to keep moving in the midst of the storm. Unahitaji kuendelea kupiga hatua katikati ya dhoruba, kwa sababu hujui hiyo dhoruba itaisha lini. Jambo la pili unatakiwa kulikumbuka ni kwamba wanaokusababishia dhoruba wao wanaendelea na maisha yao. Na huu ndio kweli ambao huwezi kuepuka. Huwezi kubishia. Kuna watu wanakusababishia dhoruba lakini wao wanaendelea na maisha. Kuna watu wanakusababishia dhoruba umekosa furaha lakini wao wana furaha. Kuna watu wanakusababishia dhoruba umekosa kazi, wao wanaendelea na kazi. Kuna watu wanakusababishia dhoruba changamoto kwenye mahusiano, wao wana mahusiano mazuri tu na wanaendelea vizuri. Maana yake ni nini? Usisitishe maisha yako kwa sababu ya dhoruba iliyosababishwa na mtu ambaye yeye maisha yake yanaendelea. Kumbuka furaha yao ni kukuona na huzuni, ni kukuona upige hatua, umerudi nyuma, na kukuona umeshuka chini. Usiwape wanachokitarajia au wanachokitaka katikati ya dhoruba. Kumbuka wale waliokusababishia dhoruba wao wanaendelea na maisha yao, na wewe chagua kuendelea na maisha yako pia. Kuna baadhi ya majawabu na utulivu wa bahari unaopata pale tu utakapokuwa umeamua na wewe kukifanya chombo chako kiendelee mbele. Jambo la tatu unatakiwa kulikumbuka ni kwamba kuna vitu vimefungwa kwenye muda. Unajua dhoruba pia ni njia mojawapo inayokuja kuwachelewesha watu katika hatima zao. Mara nyingi mtu anapotaka kucheleweshwa kwenye hatima, kitu kimojawapo kinatokea kwenye ni dhoruba. Umeshawahi kugundua kuna wakati kila unapotaka kupata upenyo fulani kwenye maisha yako, kuna kitu kinatokea. What we call the curse of last minute. Kwamba inapofika katika hatua ya mwisho, dakika za mwisho, upate upenyo wa kifedha, kikazi, kimasomo, then kitu fulani kinatokea tu, afu mambo yote yanaharibika. Ukifuatilia utagundua ni kwa sababu inapofika wakati wa dhoruba unakuwa ni mtu ambaye unakata tamaa, ni mtu ambaye unapoteza mwelekeo, ni mtu ambaye unakubaliana na matokeo. Ukiwa hivyo utapoteza vitu vingi sana kwenye maisha yako. Kumbuka kuna mambo ambayo hayatakiwi usubiri dhoruba ishe ndio uyafanye, kwa sababu yenyewe yamefungwa kwenye muda. Ukichelewa kuyafanya maana yake hautafanikiwa. Ndio maana wanasema mtu yote ambaye ni mkulima anayeogopa dhoruba na akaacha kupanda huwa hawezi kuja kuvuna, kwa sababu katikati ya ile dhoruba anatakiwa endelee kupanda, kwa sababu kipindi ndio kipindi chenye cha mvua. Ikiisha mvua anakata kosa mazao. Kuna vitu ukichelewa kuvifanya tunasema ngoja dhoruba ishe, ngoja mambo yote yatulie, ngoja kila kitu kiwe sawa. Sometimes hautapata hiyo nafasi. Ndio maana lazima uhakikishe mambo yako yanaenda katikati ya dhoruba, kwa sababu kumbuka umri wako unaenda. Kumbuka nguvu zako zinazidi kupungua. Kumbuka muda wako wa kufanya mambo pia unapotea. Kumbuka majukumu yanazidi kuongezeka. Kwa hiyo lazima uamue vitu fulani lazima viendelee, kwa sababu sivyoendelea maana yake muda utakuwa unapoteza, na muda ndio kitu ambacho huwezi kukirejesha.
ukisha kukipoteza. Ya mwisho kabisa ni kukumbuka kwamba dhoruba nyingi zimekuja kwa ajili ya kukukomaza. Usisahau kitu. Dhoruba nyingi zimekuja kwa ajili ya kukukomaza. Mara nyingine tunafikiri dhoruba zinakuja kwa ajili ya kutuharibu, lakini si kweli. Dhoruba zinatufanya tuwe bora kuliko tulivyokuwa mwanzoni. Watu wengi waliopitia dhoruba mbalimbali kwenye maeneo mbalimbali watakwambia kwamba ukomavu wao, uimara wao ulitokana na changamoto walizokuwa wamezipitia. Huwezi kukomaa kwa kujifunza tu kwa nadharia. Ukomavu unajifunza kwa kukua. Unaweza kuwa unapenda kuwa bondia, lakini huwezi kuwa bondia mzuri kama hujaenda ulingoni mpaka upige. Unaweza kusema ni bondia mzuri, ndio utasamii mwimbaji mzuri tu. Huwezi kuwa mwimbaji mzuri kabla ya kuimba. Hata nikakupa kitabu chenye kurasa 500 za namna nzuri ya kuogelea, ukasoma na ukamaliza, huwezi kujua kuogelea kama hujaingia ndani ya maji. Ndio kazi ya dhoruba. Dhoruba inatufanya tunakuwa imara kiakili. Dhoruba inatufanya tunakuwa imara kihisia. Inatufanya tuwe na uwezo wa kufanya maamuzi ambayo katika mazingira ya kawaida tusingeweza kuyafanya. Kuna wakati kwenye maisha huwezi kujua uhodari ulionao mpaka kwa hodari ndio chaguo pekee ulilobakiwa nalo. Kwa hiyo dhoruba kazi yake ni kukomaza. Kukomaza kufanya maamuzi, kukomaza kuchukua hatua, kukomaza kukabiliana na watu ambao pengine ulikuwa unaogopa kukabiliana nao, kukomaza kuondoka mahali ulipokuwa unahofia kuondoka, kukomaza kufanya mambo ambayo katika mazingira ya kawaida usingeyafanya. Kwa dhoruba usichukie, kwa sababu kila dhoruba inapokuja jiulize, inataka kunikomaza kwenye jambo gani? Dhoruba ikitokea haimaanishi uache kutembea, haimaanishi uache kuendelea mbele. Lazima uwe na uwezo wa kuendelea kupiga hatua katikati ya dhoruba, kwa sababu hujui itaisha lini, na wala wanakusababishia dhoruba wanaendelea na maisha yao na kuyafurahia. Ningependa nisikie kutoka kwako. Je, wewe umeshakutana na dhoruba katika maisha yako na ulipitaje salama? Au kuna watu unaofahamu ambao kwa hakika maisha yao yalishindwa kuendelea